Ni utamaduni wa kawaida sana kwa klabu ya Mamelodi Sundowns kuwaona wachezaji wakivibe kwenye vyumba vyao vya kubadilisha nguo, wakiimba, wakicheza, na inaonekana ni kitu ambacho cha kipekee na kinawaunganisha sana, ambapo wachezaji kutokea mataifa 25 ambao wamesajiliwa na klabu hii ya Mamelodi Sundowns wanajikuta wakivutiwa na utamaduni huu na kufurahi kwa pamoja na kuimba wimbo ambao unaimbwa kwa lugha mama ambayo ni lugha ya Kizulu kutokea pale South Africa. Hivyo ndivyo ambavyo wachezaji hufanya kwenye vyumba vya kubadilishia nguo na kufurahia kwa pamoja, huku wakihamasishana kucheza, kupiga makofi, kuimba. Ni moja ya utamaduni wao kama ambavyo unajionea wakifanya wachezaji hawa. Hii ni klabu ambayo imeanzishwa mwaka 1970 na mwanzilishi wa klabu hii ni yule mwanzilishi wa klabu ya SuperSport, ambapo aliamua kuiuza klabu ya SuperSport na kubakiwa na Mamelodi Sundowns. Ni klabu ambayo inafanya vizuri mpaka hivi sasa, ikiwa na mchezaji ghali zaidi kutokea Brazil, anaitwa Arthur, mwenye umri wa miaka 22, akiwa anaonekana ni mchezaji mwenye talent kubwa ambaye ni replacement ya mchezaji ambaye anaelekea ukingoni ambaye ni Shalulile, ambaye ana umri wa miaka 31 hivi sasa. Ni klabu ambayo inafanya vizuri barani Afrika na mwaka huu imefanikiwa kutinga hatua ya nusu finali baada ya kuitoa Esperance de Tunis. Kesho Jumapili wana mchezo dhidi ya Kaizer Chiefs. Ijumaa ambayo itakuwa ni tarehe 18 itakuwa ni mechi yao ya kwanza ya hatua ya nusu finali, ambapo Mamelodi itakuwa nyumbani kuwakaribisha Al Ahly kutokea Misri, na Ijumaa inayofuata ambayo itakuwa ni April 25 itakuwa ni mechi yao ya pili, ambapo watakuwa ugenini kucheza dhidi ya Al Ahly kutokea pale Misri, na mshindi wa hapo ataenda hatua ya finali. Hii ni klabu kubwa barani Afrika hivi sasa, ikiwa imechukua utawala kutoka kwa Kaizer Chiefs na Orlando Pirates ambao wao walifanya vizuri miaka ya nyuma, na hivi sasa Mamelodi Sundowns kwa uwekezaji mkubwa ambao umeweza kuwekwa imekuwa ni klabu kubwa barani Afrika na ni klabu kubwa namba 1 kutokea nchi ya Afrika Kusini, wakiwazidi kete Orlando Pirates na Kaizer Chiefs. Ebana, ndoa kati ya Bryson Brooks aka Bedman na Tony Braxton inaonekana kurejea tena, japo walipiana taraka. Taarifa zinaeleza kwamba Bedman na Tony Braxton walifunga ndoa ya siri miezi 8 iliyopita, na tunakumbuka mwaka 2018 walivalishana pete. So ndoa yao ilikuwa ya kisiri. Kwa mujibu wa TMZ, wawili hao walifunga ndoa hiyo Agosti 8 mwaka 2024. Unaambiwa wiki 2 baadaye Tony Braxton aliomba taraka na kuandikiwa taraka hiyo na Agosti 10 kuwa ndio tarehe ya kuachana kwao. Taarifa mpya ni kwamba Januari mwaka huu mwanamama Tony Braxton alirudi tena mahakamani na kulifuta faili la taraka na kuamua kuendelea na ndoa hiyo. So hatujui kitu gani ambacho kimetokea ambacho kimemshawishi aenda kafute kesi ya taraka ambaye yeye alikuwa anaomba, ambapo yeye alikuwa ameshatoka kwenye ndoa, lakini wamerejeana tena. So nyuma ya kila kitu kuna uwezekano mkubwa wakawa wamesuluhisha kifamilia, wametafutana na kwamba waendelee na hiki kitu, na hii inamaanisha kwamba Tony Braxton alikurupuka kwenda kuomba taraka mahakamani na hivi sasa amerudi tena nyuma. Kibongo hivi ni kwa nini watu wakiachana lazima wagombane na kurushiana maneno mengi kama ambavyo tunaona yanaendelea kwa Haji Manara na Zailisa? Hivi kwa nini kwenye mahusiano kama mnaachana msiachane kimya kama ambavyo waliachana Bedman na Tony Braxton? Lakini pia hii itasaidia pia mkirejeana
iwe ni kimya kimya na sababu zinabaki kuwa kati yenu, ndio ambao mnajua nini ambacho kimeendelea, na isiwe public kwenye mitandao, kwa sababu Birdman na Toni Braxton, kama kwa wiki mbili zile za ndoa ambazo waliachana, kama ingetokea kila kitu kingekuwa kiko hadharani, basi ingekuwa ni ngumu pia sasa hivi kumuona Toni Braxton akirejeana na Birdman. Yes bana, tuko mwaka 2025 na tunajua bado kidogo tu twende tukaanze kuona kushuhudia kesi za P Diddy zikisikilizwa mahakamani. Tunajua mwezi Mei ni mwezi ambao tunatarajia kuanza kuona kesi za Diddy zikianza kusikilizwa na mashahidi, mawakili na waandishi wa habari pia kuripoti hizi kesi. Itakuwa noma sana. Lakini in case you don't know, unajua kwamba Beyonce na Jay-Z pamoja na Kanye West ni moja kati ya wasanii ambao watatakiwa kufika mahakamani kwa ajili ya kutoa ushuhuda au shahidi kuhusiana na P Diddy, lakini pia kuzungumzia chochote kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea. Yes, kwa sababu marafiki zake wakubwa ni P Diddy ni Jay-Z, Beyonce na Kanye West. Na tunajua P Diddy ni moja kati ya wasanii maarufu ambao wanafanya biashara, ni wajasiriamali. Na tunajua P Diddy ni moja kati ya wasanii matajiri zaidi duniani. Tunajua P Diddy, Jay-Z ni moja kati ya wasanii ambao ni matajiri, ni wajasiriamali. Lakini nje ya hivyo vyote ni marafiki pia, walikuwa ni maswahiba. Kwa hiyo kitu ambacho kina happen ni kwamba licha ya watu wengi kusema kuna kesi, kuna nini, ni kwamba lazima watu kama itahitaji kumuona Jay-Z na Beyonce wakienda kutoa ushahidi kuzungumzia hiki ambacho kinaendelea, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vikihusishwa ni kwamba ni kwenye sherehe za Diddy ambazo mara nyingi Beyonce na Jay-Z walikuwepo pia. Lakini nje ya vyote hivyo, wapo watu wengi maarufu ambao waliwahi kufika kwenye sherehe hizo, nao pia watatakiwa kutoa ushahidi au kuzungumza kwamba je, ni kweli P Diddy ni mtu ambaye alikuwa akifanya vitu hivyo vya kiovu, kwa sababu LeBron James tunajua ni nembo ya NBA pale Marekani. Lakini pia tunajua Donald Trump ni president wa Marekani pia, naye aliwahi kuhusika, kwa maana ya kwamba aliwahi kufika kwenye sherehe hizo na kusherehekea. Sio yeye tu, pia wafalme kutokea sehemu tofauti waliwahi kufika hapo, watoto wa wafalme. Lakini pia watu maarufu wengi sana waliwahi kufika pale. Lakini pia kwenye tasnia ya muziki moja kwa moja unaigusa, kwa sababu P Diddy ni moja kati ya watu ambao wana mchango mkubwa sana katika ukuaji wa muziki wa Marekani kote duniani, kwa sababu ukizungumzia machallenger wakubwa sana kwenye muziki wa Marekani ni P Diddy, ambaye yeye aliwahi kuwa pia meneja wa Notorious B.I.G. Baada ya kifo cha Notorious B.I.G, P Diddy alihusika kuinua vipaji vingi sana na akainvesti kwenye talent nyingi sana. Na moja kwa moja listi ya wasanii ambao P Diddy amehusika nao moja kwa moja ambao pia walihusika kwenye vitu vyake kiwemo sherehe hizo za P Diddy ni wengi mno. So kitu ambacho kinasubiriwa kwa hamu ni kuona kesi hizi, je, zitatoa mwelekeo gani kwenye karia nzima ya Puff Daddy, P Diddy, lakini pia kwa Jay-Z na Beyonce itakuwaje? Watazungumza nini? Kitu gani kitajiri? Basi tukasikilizie kile ambacho kitajiri kwenye kesi